Nitaomba tuende kujifunza neno la Mungu, lakini kabla sijaanza naomba kumshukuru Mungu. Asante Mungu wetu na Baba yetu kwa nafasi hii nzuri ya pekee sana ambayo umetupa kutukusanya wanao katika siku hii. Falme, kutupa afya zetu, hali ya hewa nzuri na nuru ya ajabu inayotuangazia, lakini kutukusanya wanao mahali hapa kwa wakati huu. Falme Mungu, tumeona utukufu wako toka tumeingia, na wakati huu Bwana umenisimamisha mbele yako na mbele ya watumwa na watoto wako. Ninakusihi ukaseme nasi, na yote yakawe kwa utukufu wa jina lako Yesu. Amen. Hallelujah. Amina. Somo letu leo tutaongelea juu ya mapungufu yako ni nguvu yako. Mapungufu yako ni nguvu yako. Kwa sababu hayo mapungufu Mungu anataka ajidhihirishe katika hayo. Sasa unaweza kuwa na maswali ya kujiuliza kuwa inawezekana vipi kuwa mapungufu yangu ndiyo nguvu yangu. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 27 kuna kitu tunaweza kujifunza pale. Naomba mtu mmoja asome Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 27. Ninataka tupate kichwa cha somo hili ili tuende pamoja. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Amen. Hallelujah. Mungu kwa mujibu wa maandiko yanasema Mungu alivichagua vitu ambavyo havifai, yani vya kipumbavu. Ametumia andiko linalosema vitu vya kipumbavu ambavyo ukiviangalia kwa kawaida huvitilii maanani, havifai. Wewe unaona kama havifai, hakifai. Ni kama vile unavyojiona wewe mwenyewe ukijiangalia, unaona kama huna mpango kinamna fulani kwenye upande fulani. Lakini katika huo upande ambao unauona haufai, ndipo Mungu anapotaka kufanyia kazi upande huo. Na hata ukiangalia kuna wakati fulani unaweza ukawa unamuona mtu yuko na pesa, akawa kwa sababu ya pesa yake akaona yuko na nguvu, lakini akajiona yuko na akili pia, yeye yuko na maarifa. Lakini katika hii pesa yake na akili yake na maarifa yake anayoyafikiria, kwa sababu yuko na nguvu ya pesa, hivi vyote vinakuwa havina maana kwenye upande wa nguvu ambayo Mungu anaiongelea. Nguvu ya pesa au nguvu ya mtu, nguvu ya kawaida, mbele za Mungu sio kitu. Lakini hivi vitu vinyonge ambavyo Mungu hupenda kuvitumia, vitu vinyonge, mara nyingi ndani ya unyonge kuna kuwaga na utiifu na unyenyekevu. Hichi kitu kinyonge, kidhaifu, ndani ya hichi kinyonge kuna kuwaga hakuna kitu kinaitwa kiburi. Huyu mtu mnyonge anakuwa anajihesabia kama yeye ni mnyonge, lakini mnyonge ni mtu ana nguvu sana. Ukimwangalia, tuchukue mfano wa karibu sana, wakati wa Daudi
kulikuwako na yule mtu Mfilisti yule ambaye alikuwa mkubwa na umbo lake lilikuwa ni kubwa, anatisha yule mtu, lakini alikuwa na uwezo wa kivita mkubwa sana, alikuwa na uzoefu katika mapigano, lakini alipigana vita ya mwilini na akashinda miaka yote, wakati wote akipigana vita ya mwilini. Lakini ukisoma alafu ukatafakari vizuri, ukamwangalia Daudi alikuwa ni jasiri kiasi gani, na ni nani alipotokea Daudi walimwangalia vile alivyokuwa, wakachukulia vile alivyokuwa ni mdogo, wakaona kama kana udhaifu fulani, kaumbo kake kadogodogo, wakakachukulia vile kalivyokuwa. Lakini kwenye ule udhaifu ndani yake, nguvu iliyokuwamo kwenye ule udhaifu, Goliati, yeye Daudi kwenye ule udhaifu wanauona watu, Daudi alimuona Goliati kama ni kajikuku fulani, kwa sababu alikuwa na nguvu ya ndani ambayo inamhusu Mungu, sio nguvu ya nje inayohusu mwili. Kwa hiyo tunakuja kuangalia kuwa kuna vitu ambavyo unaweza kuviangalia kwa macho ya kawaida ukaona hichi ni kitu cha kawaida sana, huyu ni mtu. Na unajua mara nyingi sana ninapenda kuongeleaga habari ya maisha. Mara nyingi sana kwenye maisha yetu, hasa sisi tuliokuwa tumemjua Yesu sasa, kuna vitu ambavyo mara nyingi vinaturudisha nyuma au kutufedhesha, kutudhoofisha. Kuwa unajiangalia hivyo ulivyo, halafu ukasikiliza, yani ukaangalia wanavyokuangalia, halafu ukasikiliza wanavyokuambia. Lakini hii ni kwa sababu nataka ikushushe chini. Musa alipokuwa amepewa wana wa Israel, alituma watu kwenda kufanya kwenda kuchunguza ule mji ambao wameahidiwa na Mungu, kuwa nimewapa. Mungu amesema nimewapa, kama ulivyoambiwa nimekupa. Lakini aliwatuma watu wengi. Katika hao watu wengi ni 12, ndio watu 12. Watu 10 wote walikuja na jibu la kunyong'onyeza, la kudhoofisha, la kukatisha tamaa. Ni namba kubwa, lakini wamekuja na jibu moja la kukukatisha tamaa. Ni wengi, halafu wana nguvu ya ule umoja kukukatisha tamaa. Hapa utaangalia, utakuta kuwa hii namba kubwa inapingana na Mungu kusema kuwa Mungu amesema nimekupa, nimewapa. Halafu hii namba ya watu inayoonekana wanakuja wanasema kweli inawezekana tumepewa, lakini kuna wale watu wa pale mji hatuwezi. Wewe kuna watu wakubwa, halafu kuna yani sisi wenyewe, halafu wanasema yani tulivyowaangalia tu sisi wenyewe tukajiona mapanzi. Usijione panzi, wewe sio panzi. Akawepo mtu mmoja na wapili yake, mmoja akaitwa Kalebu. Hapa kuna kuja na vitu viwili tofauti. Hawa wanasema hatuwezi, lakini Joshua na Kalebu wakasema sikiliza, hapa kuna Mungu, na huyu Mungu aliyetupa huu mji, sisi wale tutawapiga. Haleluya. Walijionyesha hawa 10, walijionyesha weak. Yani walivyojiangalia, walivyowaangalia wale watu yalivyo mapande ya majitu, alafu na wao walivyojiangalia wakajiona kama vijipanzi. Sikiliza nikwambie kitu, Mungu uliyekuwa naye ni mkubwa kuliko wale majiant, kwa sababu wale majiant amewaleta, amewaumba yeye. Lakini nguvu aliyokupa Mungu ni nguvu kubwa kuliko wale giant ambao unawaona. Una nguvu kubwa kuliko shida, matatizo, magonjwa na kudhalilisha na kudharauliwa na vyovyote na wowote unaowaona mbele yako. Hao ni nothing. Mungu wako ni zaidi, aliyekuahidi kuwa nimekupa uzima, nimekupa afya. Huyu ni Mungu asiyeshindwa na ndiye mmiliki wa kila kitu. Haleluya.
Kwa hiyo kitu muhimu sana huhitaji kufanya, kuangalia ni nini kilichokuzunguka, kina uwezo gani, kinaweza kufanya nini juu ya maisha yako. Maisha yako ni mali uliyopewa na Mungu, na msimamizi wa hayo maisha. Afya yako ni mali ya Mungu, biashara yako ni mali ya Mungu, kazi yako ni mali ya Mungu, watoto wako sio mali yako, ni zawadi maalum uliyopewa na Mungu. Kwa hiyo ni mali ya Mungu. Ulinzi wa watoto wako ni Mungu mwenyewe, sio mganga wa kienyeji, sio hilizi, sio mafuta, wala sio maji. Ni Mungu ndiye awezaye kufanya yote. Haleluya. Kwa hiyo ninachotaka kukwambia, ninapokwambia mapungufu yako yahesabie kuwa ni nguvu yako. Yaani pale unapoona sasa, mimi kama naona hii hapa, mimi mbona mimi naona kama mimi siwezi, pale usipoweza, lakini mwite. Unajua wa Daudi walimwambia hivi, wewe ni mtoto mdogo, kwanza umemwachia dharau hiyo hivyo, umemwachia nani kondoo? Daudi akasema, akawaangalia na kaangalia, naonaga wakati mwingine nikisoma nikimwangalia Daudi, akawaangalia afu akamwambia kaka zake, yani nyinyi mngejua nani yuko ndani yangu ambaye yuko na kuzungukeni kakufunikeni, yani msinge ni dharau kama namna hiyo. Mimi niko na Mungu. Alafu unajua ndio maana alipotoka pale sasa amepewa kibali, alimwambia Goliati, kama wewe sikiliza, wewe yani wewe unayetukana jeshi la Mungu, mimi nitakushusha na kukata kichwa hicho kwa jina la Mungu wa majeshi anayeishi. Haleluya. Daudi alikwenda kumface Goliati kwa jina la Mungu, sio kwa manyama yale aliyokuwa amekwenda Goliati. Anataka kumwangalia Goliati, anamwangalia Daudi, anakaona hivi, lakini ka Daudi sikalikuwa hivi. Ka Daudi kako hivi, lakini kalimwangalia kakamuona Goliati, yeye kawa mkubwa inside, mle ndani, katika imani ya kuamini kuwa mimi niko na Mungu. Huyu Mungu wa majeshi, huyu atanipa kibali. Uliza kibali kwa Mungu aliyekuumba, ndiye mwenye kuweza yote. Haleluya. Usiangalie kitu gani kimekuzunguka, kinaweza kufanya nini kwa wakati gani. Mungu yupo na wewe popote, vyovyote na wakati wowote, yani haondoki mahali pale ulipo. Haleluya. Na sasa ukitaka kujifunza zaidi, hebu tuende zetu kwa Filipi sura ya 4 mstari wa 13. Filipi sura ya 4 mstari wa 13. Filipi sura ya 4 mstari wa 13. Yeah. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya. Huyu mtu mnyonge, hebu soma na kitabu cha Yohana wa kwanza, waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3 ili twende pamoja. Tasoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Sura ya 3 na mstari wa 3. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Haleluya. Katika Filipi tunaona maandiko yanasema, na yaweza yote katika yeye antiaye nguvu. Kwa maana hiyo hapa, huyu mtu aliye mwenye unyonge pale kwenye kuona kuwa huwezi, huyu mtu asiyeweza, mnyonge, mdhaifu, hapa kuna kitu ambacho ananifundisha kuwa na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Hapa ninamuona anamkimbilia Mungu, sio akili yake, sio nguvu yake,
sio pesa zake, sio maarifa aliyokuwa nayo, lakini katika yeye amtiaye nguvu, ambaye ndiye Mungu aliyesimama katika jina la Yesu na sio kingine. Haleluya. Sasa tunakuja kuangalia kuona hapa huyu mtu kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana anasema huyu mtu mwenye kukiri kuwa anayaweza yote, ni lazima kuna kitu ndani yake ambacho ni lazima kiwepo. Neno kujitakasa maana yake ni kujiweka safi. Haleluya. Neno kujitakasa maana yake ni kujiweka safi. Na tukimwangalia Daudi, tunarudi kule, tukimwangalia Daudi tunamuona Daudi alikuwa ni mcha Mungu, alimpenda Mungu, alimjua Mungu, aliweka matumaini na mategemeo yake yote kwa Mungu wake, sio kwa kitu kingine chochote. Na ndio maana alipokutana na dubu alimchana. Maandiko yanasema alimchana vipande. Alipokutana na simba hakumuogopa. Yeye kitu alichojua kuwa ni Mungu ndiye anayesimama kabla ya yeye. Haleluya. Sasa tukitaka kujua zaidi kuwa mapungufu yako iwe nguvu yako, wanadamu tumeumbwa na mara nyingi tunatumia lugha inayosema hakuna mkamilifu. Makusudi ya Mungu kwenye kuto kukamilika kwako, ili ukamilike, ni lazima umwalike yeye kwenye maisha yako. Haleluya. Yani ili kwenye maisha yako ajulikane au aonekane Mungu, ni lazima kwenye yale madhaifu, mapungufu yako, ukimweka Mungu, ukimtanguliza Mungu kwenye yale madhaifu, lazima ajulikane kuwa hapa Mungu amefanya, kwa hiyo Mungu yupo kupitia wewe. Lakini haleluya, bila udhaifu wako manake utakuwa umekamilika, na kama umekamilika, Mungu atatukuzwa vipi? Mungu anatukuzwa pale ambapo panaonekana pana upungufu. Hapa hapawezekani kwa akili ya kawaida. Madaktari wameshindwa, maprofesa na akili zao za kisomi zimeshindikana, wamekuloga sana, wameharibu sana, wakifikiri wanaharibu, lakini kila wanapologa wanakuta wewe bado hulogeki. Ni Kiingereza kingine kinasema unlogable, that's you. Yani kila wanavyofanya wanakuta mwisho unasikia wanakuambia yani wewe binti, wewe umeaga kwenu. Wewe sio umeaga kwenu, ni kwa sababu wakikuangalia wanakaona kaka binti hata kuongea yeye hakajui, sijui kako na nini. Yani tukienda pale kwao tunakakuta, mara wakati mwingine tunakuta moto unawaka, wakati mwingine tunakuta ile nyumba inakuwa kama bahari, na majirani hawasemi, lakini kuna vitu wanaviona kwa sababu wewe upo mahali pale. Wanakuta wakizunguka ile nyumba, wanakuta wanazunguka, wanaona bahari, alafu wanaona bahari. Mara nyingine wanakuta kile kijumba kiko mlimani juu, alafu kule mlimani hawafiki. Hawafiki vipi? Ni kwa sababu kanorini kapo pale. Haleluya. Sasa wanapokuangalia, unapojiangalia, unaona kama mimi tu, wakikwambia wewe shika dabu yako yani wewe unajiona kama kadhaifu fulani. Udhaifu wako ule Mungu anautumia ili mataifa wapate kujua kama yuko Mungu. Haleluya. Kwa hiyo katika udhaifu wako wewe mkaribishe Mungu. Wanapokuambia wewe huwezi, waambie huyu Mungu niliyekuwa naye yeye anaweza kuliko mnavyofikiria. Mungu niliyokuwa naye ni mkuu kuliko. Kijana wangu daktari amesema nimemwona Mungu kwa namna iliyokuwa peke yake. Jamani, nakwambia geni siku nyingine hivi, mnanielewaga nikikwambia geni hivi? Ninachoamini mimi nipande kwenye ile helikopta, niruke kutokea hapa, alafu nimwangalie yule anavyobonyeza pale, akienda kutua Stone Town, mimi nalirejesha hapa. Haleluya. Yani sikilizeni nikwambie ni kitu. Yani huyu Mungu anataka urelax, alafu muachie yeye akutumie wewe.
Yaani ukimruhusu Mungu akutumie wewe, Mungu anaifanya akili yako inakuwa kama sponge. Tuna watoto. Unamwona mtoto huyu, kuna vitu alivyokuwa navyo ambavyo ni asili ya mamake, lakini kuna vitu alivyokuwa navyo ni asili ya babake. Yaani kila kitu anachokifanya baba, na yeye anakifanya kama baba anavyofanya, ndivyo sivyo? Yaani utakuta wakati mwingine mama anakuambia, yaani huyu mtoto huyu, yaani baba ya mtu tupu huyu. Baba ya mtu vipi wakati anashinda na mama ya mtu? Kwa sababu kuna vitu mtoto anaona alafu akiangalia. Na ndio maana tunatakiwa kama wazazi tunatakiwa tuwe makini sana na watoto. Yaani watoto ukishakuona mtoto anaanza kuelewa, muhamishe chumba cha pili. Haleluya. Muhamishe, mfukuze kabisa hapa kwa baba na mama. Mtoto kingine kinaweza kuwa kama kinalala, lakini alafu kilipiga nini tatizo? we James. Alafu kumbe ukiondoka kinakotolea macho. Alafu kinaangalia. Alafu baadaye nje ya somo lakini ndani ya somo. Haleluya. Kwa hiyo watoto wakati mwingine tunahitaji ni mfano. Amina. Kwa hiyo kitu muhimu sana, nisameheni kwa kupitia huko, lakini huko msiokuwa na watoto mnakuja na watoto. Mtoto ukiona anaanza kupata akili zake, toa bunduki, akawe na chumba chake huko. Sio kitanda kingine, peleka huko. Haleluya. Sasa ninachotaka kuongelea ule udhaifu wako. Udhaifu wako isiwe fimbo ya kukuchapia wewe. Ifanye udhaifu wako iwe ni nguvu yako. Yaani kwenye ule udhaifu, wewe kwako iwe ndo nguvu yako. Yaani kuna kitu ambacho nataka tuangalie. Huna nyumba, unakaa kwenye nyumba ya kupanga. Unakaa kwenye nyumba ya kupanga mpaka jirani anakuambia, nawe mpaka huu mwaka wa 10 wewe bado unapanga tu. Mwenye nyumba we, kwani hataki kodi? Sasa kwa nini anatumia hili neno? Sasa nikwambia hivi, kwenye huu udhaifu wako ukisikia mpaka usubiri. Kwenye huu udhaifu wa kukodi nyumba, ni lazima uingie mchakato wa kujua ninahitaji kuwa na kwangu. Siku moja nikiwa kwenye nyumba ya kupanga, sasa nikawa nakula mtungi wangu sana. Siku hiyo mwenye nyumba, nalipa kodi yangu kama kawaida, lakini mtungi kama kawaida. Sasa mwenye nyumba akaja akaniangalia, alafu akasema, Shadrack, nakupa discipline, nataka uhame mwezi ujao. Nilikuwa mkataba wangu wa nyumba ile miaka 5. Nimekaa miaka 4 na miezi 8, bado miezi 4. Nilishanunua hapa wakati huo, na nilishajenga lile pagale langu, lilikuwa bado pagale hasa, yaani nimefunika bati tu. Nikakaa siku hiyo kwa hasira, nikaenda nikapiga mtungi, afu nikarudi nikaambia mke wangu, sikiliza mama, tunafanyaje? Kesho asubuhi tunahamia kwetu, hakuna umeme, hakuna choo. Sasa tunafanyaje? Na tuna watoto wadogo. Nikamwambia, na watoto wetu tunahama nao hivyo hivyo. Ukimpiga chura teke unamuongezea. Sasa ndo mie nilipigwa ile pa. Halafu nyumba nilikuwa nimepanga kwa miaka 5 ilikuwa ni nyumba ya biashara, guest house. Lakini kuna nyumba ambayo nimepanga pia ninalipa, ninakaa na familia. Sasa mama ananiambia, nimelipa miezi 6, alafu mama ananiambia, sasa tunaondokaje wakati umelipa miezi 6? Nikamwambia, sababu ya kukulazimisha tuondoke hapa na kulazimisha na watoto ni hii hapa.
naambiwa hivi natiwa discipline kwa sababu mimi nakunywa pombe. Mimi sitaki kukaa kwenye mali ya mtu ambaye ananisimanga. Katika watu wasiopenda masimango mimi namba 1. Yaani ukinisimanga hata unaweza usinione, ule mtaa tu kukatiza pale unaweza usinione. Akaniangalia akasema you must be crazy. Nikaambia no, I'm not crazy. Tomorrow, if you don't want me, I'm coming tomorrow morning and collect everything and I'm going. Ile ilivyofika tomorrow, kwanza niliamkia bar. Nikaenda kuuonga sana, alafu nikaja niko bwa. Nikamwambia tunaondoka mamangu. Akasema mimi siondoki, nimelipa tu miezi 6. Nikamwambia unaondoka. Kama uondoke mimi nabeba na kitanda. Nikaanza kufungua kitanda. Nikafungua kitanda, nikabeba godoro. Nikamwambia beba kompyuta. Usipobeba kompyuta, mimi nitaiacha kompyuta kwa sababu najua wewe ndio tatizo lake. Yeye alikuwa anafanya kazi kwenye kompyuta. Sasa udhaifu wangu nikauangalia kwa sababu naonekana sina kwangu. Kwa hiyo kwa sasa sina kwangu, siwezi kuwa huru kufanya mambo yangu. Msijui mnanielewa niliko. Kwa hiyo siwezi kujiachia kwa sababu sina kwangu, yani nakaa kwa mtu. Nikaona wewe usinitanie. Nikafungua kitanda. Cha kwanza nilifungua kitanda. Niko na washikaji ambao nimetoka nao bar. Chukua kitanda, chukua godoro, pakia, chukua pakia, chukua pakia, chukua pakia, chukua pakia, chukua pakia. Mwisho nikachukua mwanangu wa kike ambaye ndo alikuwa wa kwanza. Nikabeba. Nikamwambia mdogo wangu, chukua wa pili ni Dani. Chukua Dani, twenzetu. Mwache mama na kompyuta yake hapo, halafu hana kitanda. Yeye analalamikia miezi 6 hapa, mimi nitaishije maisha ya kusimangwa. Mama akasema okay, I'm coming. Nikamwambia come and let's go. Kakam. Akaingia. Ni msitu hapa, hakuna mimi manake hapa mimi ndo nimetangulia kuja, hakuna mtu aliyekuepo hapa, hamna zalu, hamna chochote. Ni msitu tu, alafu huko kuja kaangalia, akasema sasa we are living like monkeys. Nikamwambia lakini this is our home. We are living like monkeys, lakini this is our home, it's ours. Ile kodi. Sasa ile kodi ile mimi nitaanza kufanya cha kufanya kwangu. Kwa hiyo nilianza kuboresha mdogo mdogo. Mara umeme. Today we have electricity. Yes, watoto wataangalia movie sasa. Watoto wakaanza kuangalia movie. Umeme umewaka msituni. Hamna choo humo ndani. Choo kilikuwa nimekukuta kimebomoka hapo, kiko nyuma hapo. Natoka kule hapo nimezungushia makuti. Leo imekuwa barabara. Sasa nikakutana na yule mzee siku moja. Ananiuliza, Shadraki, umehamia wapi? Yaani umenifukuza alafu unaniuliza. Nikamwambia nimehamia kwangu. Asante kwa kunitia discipline. Yaani umenifanya niwe na akili. Ule udhaifu wangu walitaka kuutumia ile iwe fimbo yangu ya kunichapia. Lakini kwenye ule udhaifu mimi nilikataa uwe udhaifu. Nikafanya kuwa sasa inakuwa sio udhaifu wangu tena. Sika kuna mtu ananielewa? Napendaga kufanya mifano iliyo karibu kwa sababu ndiyo ninayoishi. Sasa ule udhaifu ukaja kuwa nguvu kwangu. Nikaanza kukataa kulipa kodi. Sasa utafanya biashara gani? Nikaambia hata biashara, yani nyumba zote ya nyumba ya kukodi kwa mtu wa hapa mimi sitaki, sina kwangu. Nikafungua kimkahawa. Ndio hicho nakiona naboresha kuanzia, yani nimeanzia na makuti, kibuti. Makuti. Mpaka leo karibu itakuwa gorofa. Hallelujah. Kwa hiyo kwenye ule udhaifu mimi sikutaka ule udhaifu wangu iwe fimbo ya kujichapia mwenyewe, lakini mtu mwingine anichapia kwenye ule udhaifu wangu. Hapana, udhaifu wako ifanye iwe nguvu yako. Yani udhaifu wako iwe dili. Hallelujah.
Sio amekwambia kwa sababu wewe hujasoma, basi wewe kwa sababu hujasoma, wewe hujasoma yani, alafu unawezaje kuolewa na msomi? Alafu na wewe ukasema yani kweli mimi kwa sababu sijasoma, basi yule mchumba wangu naye kwa sababu ni msomi, mimi sitaki kuolewa na msomi. Na wewe ukasema mimi sitaki kuolewa. Wewe kwanza umesoma sana, utakuja. Hakuna, olewa na yule msomi, yule ndiye wa kwako. Sio wewe huwezi kufanana naye, sijui huwezi kulingana naye. Yaani wewe unafananaje? Wanakuchukulia vile wanavyokuona wao, lakini Mungu amekuweka hivyo kwa makusudi ili apate kujitukuza yeye kupitia wewe kwenye huo udhaifu, kwa sababu huo udhaifu uliokuwa nao inawezekana kabisa hujajitafutia. Kwa hiyo Mungu kakuwekea huo udhaifu kwa makusudi. Wengine tunaangaliaga mpaka pua zetu. Wengine tunachukua vioo, tunaanza kuangalia, masikio yangu yamekaa kama ya sungura. Unaanza kujichukulia kama kaudhaifu fulani. Sikiliza, katika maisha yako kila unachopitia au ulichokuwa nacho, kilichokuwa asili yako, ni umepewa na Mungu, na hivyo ndivyo unavyotakiwa kuwa ili Mungu ajitukuze katika hilo. Kwa hiyo usikatae kuwa ulivyo, lakini kubali kuwa kama hili ni tatizo, je, ninawezaje kulifanya hili tatizo likawa mbadala wake? Sijui mtu ananielewa naongea nini. Yaani hakuna mtu mmoja hapa asiyekuwa na udhaifu wake. Hapa hakuna mmoja asiyekuwa na udhaifu wake. Kila mmoja ana udhaifu wake. Kila mmoja ana udhaifu wake. Isipokuwa usiwe udhaifu wa kujitakia. Udhaifu wa kujitakia unajua ni hivi. Mfano, mabinti wengi siku hizi ndio wenye kuwatongoza vijana. Hii ni udhaifu wa kujitakia. Mabinti mnanisikia, mnanielewa? Mnanisikia, mnanielewa? Kwani vijana na nyinyi hamtongozwi? Unacheka nini? Vijana siku hizi na nakwambia hivi, unajua kwa nini vijana wengi siku wanakuwa kama walemavu fulani hivi, walemavu wa akili? Mabinti siku hizi mko laini, sio wewe lakini mko laini. Sasa ukimwangalia tu kijana hivi unakachukulia ka HB kale. Unaanza kujilengesha. Alafu kijana hata kama kalikuwa hakana kazi, kanaanza una kazi hivi, unafanya kazi wapi? Mimi niko Royal pale, mimi reception. Uko Royal reception. Okay. Mimi niko pale. Wewe je? Mimi bado mimi bado nasoma. Mwingine atakwambia mimi bado trainee. Okay. Sawa. Sasa hebu sina voucher leo. Yani mtoto wa kiume anakuambia hana voucher. Alafu na wewe mwenyewe basi voucher haina shida tu. Buku 5. Yaani wewe unampa buku 5 mwanaume? Sio wewe lakini binti yangu. Usije ukasema mchungaji vipi? Sio wewe. Unaelewa? Lakini nakwambia hivi, mabinti, na ndio maana sikilizeni mabinti, tafuteni hela, jengeni mijengo, waume zenu waje wakute mna mijengo. Mbona hamjielewi? Mimi nakupendeni sana mabinti wangu, lakini nyinyi sije vipi? Yaani sije na nyinyi mmekaa kaje yani? Wewe unampaje hela mwanaume bwana wewe? Mwanaume anatakiwa kupela. Na mwanaume akikupa hela bila sababu usichukue hela yake. Hiyo hela yake akikupa bila sababu ni mtego. Idiwa. Hapo ni mtego, ni mgogo tu anaweza kuelewa idiwa. Mara ukiingiza kichwa umenasa, boom. Sasa usinase. Lakini nataka nikwambie hivi, hiyo nilikuwa naongelea habari ya udhaifu wa kujitengenezea, wa kujitakia. Sasa usitengeneze udhaifu ili ukajinasa mwenyewe. Sijui kama mnanielewa vizuri watu wa Mungu. Udhaifu ambao nataka tuongelee, tunampigia mfano Daudi ambaye walimuona ana udhaifu kwa sababu ni mtoto, kwa sababu wanamuona vile wanavyomuona, wakimwangalia wao wanamdharau vile wanavyokudharau wewe. Sema hakuna.
hivi nilivyo nimesema mimi nitajenga nyumba ya vyumba 18, alafu nitapangisha, alafu baadaye nitakuwa nakula bata mimi nimeanika miguu juu. Wakasema wewe utajengaje nyumba na wewe kazi yako yenyewe unalipa mshahara 300,000. Mshahara 300,000 wewe hesabu kama 3 milioni hizo. Hallelujah. Si amesema nitabariki? Ule udhaifu wanaouona wao ni udhaifu. Kuna siku moja nimekupigieni mfano, sitaki kuurudia, mfano wa rafiki yangu mmoja hivi kaanza kujenga nyumba, yani kaanza kusafisha kiwanja, alafu hana hata kazi. Akaanza kupata kazi ya kufyatua matofali kwa kibao, kile kibao cha mbao. Anafyatua matofali, akipewa pesa, wakati mwingine anaangalia mwenyewe yuko wapi. Anachukua robo ule mfuko wa saruji ule, anauchukua robo ule, anaiba. Sikufundishi uibe. Mwizi anaenda wapi? Utaungua, usiibe. Lakini huyu bwana alikuwa hana kazi, akasafisha kiwanja, alafu anasema unajua hapa mimi naiona gorofa. Alafu watu wakamwangalia, yaani wewe, yani katika machizi, yani na wewe umo kabisa yani. Kumbe uchizi wake anauelewa mwenyewe. Hivi wewe hujaambiwa kama wewe akili zako hazina akili? Yaani una akili lakini hazina akili. Hujawahi kuambiwa? Mimi nishawahi. Lakini malengo yangu yanabaki kuwa pale pale. Sio kwa sababu wanasema siwezi, basi na mimi niseme siwezi. Usikubali kuwa huwezi. Yaani usikubali kuwa huwezi. Mungu uliyekuwa naye ameshashindwa kitu gani? Aliwahi kushindwa wapi? Sababu iliyomfanya akashindwa ni nini? Ni nani aliyekwambia Mungu aliwahi kushindwa? Mungu hajawahi kushindwa siku moja. Ametengeneza anga limesimama huko. Mtu mmoja keshawahi kuja kukwambia kama anga limesimama eti lina miguu yake iko Israeli? Mtu kashawahi kuja kukwambia? Sasa kama Mungu amelitengeneza anga hilo, wewe Mungu uliyekuwa naye ni Mungu wa mbingu na nchi, ambaye anatajwa kwa jina moja tu, linaitwa Jesus Christ. Huyu Mungu kupitia jina la Yesu, Mungu ni mshindi kwenye maisha yako. Wewe sio failure. Sasa usisikilize kwa sababu wao washafeli au wanataka ufeli, ukawasikiliza wakasema yani mimi hapa kweli kwa sababu wanasema mimi sifai, eti mimi siwezi, mimi ni mgonjwa. Wewe sio mgonjwa, kwa jina la Yesu wewe ni mzima. Jitamkie uzima, mimi ni mzima kwa jina la Yesu. Sijui tumeroga biashara yako, biashara yangu hairogeki. Mimi na wewe mimi ndio mimi basi tu kwa sababu unajua ugonjwa huu bwana, ugonjwa huu ulianza kwa babu na bibi na shangazi na mjomba, wote tu unaona vile walivyo. Wewe sikiliza, toka siku uliyomkubali kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, everything was terminated. Wewe umezaliwa upya, umeanza upya. Wewe ni mpya katika Kristo Yesu. Ya kale yamepita na sasa unaanza kuwa upya. Usisikilize nani anasema nini juu ya maisha yako. Sikiliza what is God saying about your life. Hallelujah. Ukiwasikiliza wanasema nini, utabaki kusikiliza basi mimi kwa sababu kweli wanasema babu hakuwahi kuwa na baskeli, hata pikipiki, sasa hivi pikipiki sijui, yani mimi nawezaje? Sikiliza, wewe ndio daraja. Hallelujah. Kutokea kule kwenye giza, daraja kupitia kwako, mwanga na nuru ya ajabu inaanza kuonekana. The new generation is coming from you, it's not from them. Sijui wewe umerithi dhambi sijui ya babu, sijui kuna magonjwa ya babu. Sikiliza nikwambie, Yesu anasema amekuja ili kumaliza. Ya kale yamepita, wewe ni mpya. Kuanzia wewe na generation nyingine ni ndani ya Yesu, kwenye baraka zote, uzima wote na mamlaka yote umepewa na kufunikwa nayo. Sio kwa sababu walikuwa na wewe umekuwa hivyo. No, you are different. Wewe jihesabu na ujione kuwa wewe ni wa tofauti. Wewe sio wale. Kuna kitu ambacho ninaweza kukupa mfano. Mimi nimezaliwa nimemkuta babangu anapiga mtungi vizuri sana na kuitengeneza ile sigara ya gazeti
gazeti la Uhuru nimelikuta, analichana leo, anatengeneza sonyo moja ndefu, akivuta alafu utasikia basi akianza kukohoa mimi tunagombana, lakini anakohoa yeye, mimi tunakasa baba kwa nini univutia hilo? Anambia wewe mwanangu wewe acha tu. Nilivyoanza kuutundika mtungi wakasema huu ulisi. Nilikuwa sipendi kusikia habari ya kuwa mimi nimelisi ulevi wa baba. Yaani ulisi, lakini kweli ninavyoupiga, yani babangu mpaka leo anaupiga. Namuombea Mungu siku moja ambadilishe. Akiugonga siku nyingine wajukuu zake wanakuta amelala. Wakati mwingine mvua ilikuwa inanyesha, baba ananimalizaga. Mvua imenyesha, kuna makandilo, Kiswahili ni nini? Shimo limechimbwa alafu mvua imenyesha imejaa maji. Dimbwi. Sasa ulevi wake sijui ulikuwaje siku hiyo. Kalewa alafu kakaa kwenye kile kidimbwi alafu kadumbukiza miguu pale. Alafu kalala usingizi. Alafu wajukuu wamepiga pale akawa babu. Alafu babu kalala zamani. Basi kabidi mwingine aingie kwenye kwapa hili, mwingine aingie kwenye kwapa hili, wakabeba, wakapeleka mpaka kafika nyumbani, yeye yuko mtungi. Asubuhi anaamka, hivi nilifikaje hapa? Kumbukumbu zimefutika. Na mimi nilipoanza kulewa ikawa hivyo. Lakini nilipoanza kuja kuambiwa kama yani huyu kalisi kwa babake kabisa huyu, nikawa nakasirika. Nikwambieni hivi, ilifika wakati sasa naanza kusema sasa mimi kawa nalewa na baba analewa, mdogo wangu analewa. Yaani hii familia ya kilevi sio. Nikaanza kujiona kama mtumwa, nikaanza kukataa ile, nikaona hamna, hii haiwezekani, yani ikawa hii familia hamna. Nikasema hakuna, mimi bwana mimi sitaki kulewa. Nikaona mimi nikakaa miezi 3 nimeshindwa, miezi 6 nikashindwa. Mwisho nikasema sasa Yesu, yani wewe Mungu kama huyu Yesu amekuja kwa ajili yetu, mbona mimi mtumwa alafu siwezi? Nakwambia ni huyu Mungu anaokoa kweli, yupo. Ndiye aliyenibadilisha mimi, nilikimbilia kwake. Haleluya. Nimerudi nikiwa mchungaji. Sasa kuna wale rafiki zangu ambao wengine ni kama kaka zangu, wengine baba mdogo, wananiangalia. Nishakata zile, nilikuwa na nywele zangu 3 hapa. Wakaniangalia. Hivi Shadrack Rasta ndo huyu? Ndo huyu. Nasikia siku hizi mchungaji. Wewe unawezaje kuwa mchungaji? Nakwambia hivi, wanakukatalia kila unachokifikiria kukifanya. Hawakukatalii wewe. Yaani kila unachoamini kuwa hichi ni sahihi na ninakifanya, hutakiwi kufanya. Kila utakachofanya hivi, unawezaje kufanya hivyo? Yaani wewe nawe ufanye hivi, yaani wewe nawe. Mimi nataka niwe na ng'ombe 500. Ng'ombe 500. Kwa biashara gani unayofanya mpaka uwe na ng'ombe 500? Lakini kwenye akili yako ziko ng'ombe 500, alafu wewe unaziona 500 na zaidi. Lakini wao wanaona huwezi kuwa na 200. Uhalisia, unachokiona ndani yako kifuate bila woga, bila kusita, kifanye. Wengine mnafikiria kuwa na magari, lakini nawezaje kuwa na gari? Mbona tu hata babu hajawahi kuwa na baskeli, hakuja kuwahi tu kuwa hata na chochote. Sikiliza nikwambie hivi, ulipomkiri Yesu ulibadilisha, ulifuta ya zamani, wasikuhesabie ya zamani. Yesu amekuja kukufanya uwe mpya. Kwa hiyo wewe ni mpya, umekombolewa, uko huru, wewe sio wa zamani ile. Wengine watakwambia, yani wewe ulikuwa kahaba, yani wewe yani huyu kahaba huyu, yani huyu kahaba huyu. Ulikuwa kahaba, na ni kweli. Mimi ndo nakwambia, mimi nilikuwa chapombe. Nilikuwa chapombe, mitungi ya ajabu, alafu mabomu ya ajabu. Unajua mabomu? Mimi huyo. Lakini ilikuwa zamani. Sasa hivi wakiniangalia wanamtukuza Mungu, wanasema wow. Yaani kwa huyu jamaa yuko Mungu anayeishi. Yaani kama huyu jamaa kaokolewa na huyu Yesu, nimeokolewa na Yesu. Kwani wewe huambiwi kama ukifika kwenye ile mitaa wanayokujua wanakuambia hivi Alan na wewe, yani wewe Alan hasa, yani wewe hivi na wewe siku hizi unakuwa mlokole. Yani wewe ulikuwa unaruka na nyungo.
Yaani wewe ulikuwa mluka nyungo, wewe umejificha huko. Ni kama Paulo akaitwa Sauli kuingia kwa Paulo. Yaani wewe unataka utukusanye tujisahau ili utumalize vizuri, sio? Jamaa anawaambia sikilizeni, mimi nimekuleteni habari njema iletayo ukombozi. Nimekuja mimi niliyekuwa Sauli, sasa naitwa Paulo. Paulo anasema habari njema za Yesu, na mataifa mpaka taifa la Tanzania tukamjua Yesu kupitia ile namba. Haleluya. Mungu anakuhitaji sana ili afanye yaliyo makuu kupitia wewe. Kwa hiyo usijichukulie ule udhaifu wako. Mungu anauhitaji udhaifu wako umpelekee yeye ili aonekane kupitia udhaifu wako. Haleluya. Hebu tuenzetu kwa Korinto wa pili sura ya kwanza mstari wa 20, twende kumaliza pale. Soma kitabu cha Korinto sura ya pili mstari wa 20. Niko sawa baba? Yeah, ndio. Korinto wa pili 1:20. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Haleluya. Anasema maana ahadi zote za Mungu zilizo katika yeye ni ndio. Lakini wataanza kukukatalia kwa wewe, inawezekana, unawezaje, inawezekanaje? Sikiliza nikwambie, mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako ni Mungu peke yake. Hata kama watakwambia sijui wamekuloga wewe, sijui mara nyingi nasikiaga mtu anasema umefungwa eti nyota imefutwa. Wewe sikiliza nikwambie kitu, when you have Jesus, hakuna mtu ambaye anaweza kuifuta nyota yako. Ukiwa na Yesu, ukishamkubali Yesu kuwa yeye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hakuna mtu atakutega utegeke, kwa sababu wewe invisible, huonekani. Yani wewe unaonekana, ukionekana kwenye sura ya kawaida unaonekana, lakini wewe huonekani kwenye satellite fulani ambayo satellite za giza hazikuoni. Wewe ni invisible. Yani ni mtu ambaye unaonekana, alafu baada kwenye ubaya wake kutafuta kwenye ubaya, wanaangalia wanaona hivi huyu ndo yule, huyu ndo yule. Lakini mbona pale alikuwa kama kijana kidogo, mbona hapa sasa hivi anaonekana kama mzee? Yani wewe unakuwa kama chameleon fulani, kama kakinyonga fulani. Yani wakati mwingine kama kamzee fulani, lakini wakati mwingine kijana kuliko kijana. Ama anaangalia huyu mbona wakati mwingine huyu bwana huyu kaaga kwao, sio umeaga kwenu. Uko na protection, ulinzi uliokuwa nao. Na kuambia hivi, Trump hana huo ulinzi. Hakuna mfalme wa dunia mwenye ulinzi kama wa kwako. Security uliokuwa nayo haipimiki. Na ndio maana unaona unaishi kama kwenye vitisho fulani, yani unatishiwa ili uingize hofu. Ukiingiza hofu, shetani ndipo anapopenyaga. Sasa Yesu amekuja kuondoa hofu, anakutaka uwe, na ndio maana amesema nimekuja ili muwe huru, tena muwe huru kweli. Sio tu uhuru, uhuru kweli kweli. Yani uhuru kweli kweli, unakuwa huna hofu, huna mashaka, huna wasiwasi, huna stress, wewe unaishi tu. Na ndio maana nakwambia gani hivi, usitafute vitu vya kukustress, usijitafutie vitu vya kukuchanganya. Yani mwambie Mungu akupe unachokitaka, lakini usimwambie mtu unachokitaka kabla hujamwambia Mungu. Majibu ya unachokitaka yako na Mungu. Haleluya. Udhaifu wako isiwe fimbo ya kujichapia mwenyewe, au mtu akakuchapia udhaifu wako. Mpelekee Mungu udhaifu wako. Hebu soma katika kitabu cha Yohana 3 sura ya 13, Yohana mtakatifu sura ya 3 mstari wa 17. Kitabu Yohana mtakatifu sura ya 3 mstari wa 17. Yeah.
Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Haleluya. Mungu hakumtuma Yesu au mwana ili aje auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Yesu ni mwana mapinduzi number 1. Haleluya. Yesu amekuja kugeuza. Zamani walisema au jamaa alikuwa mlevi, lakini sasa hivi wanasemaje? Huyu jamaa ni mchungaji. Haleluya. Huyu jamaa alikuwa mlevi, lakini sasa hivi mchungaji. Yule binti alikuwa moto, lakini sasa hivi mwanangu anachapa gospel pale. Mungu anatukuzwa kupitia wewe. Na hiyo sauti, binti yangu mzuri, ukiimba tu hizo sauti unasema hivi, yule si ndio yule alikuwa yule Manchester? Alikuwa Manchester. Sasa hivi akisimama sauti yake, akitoa ile sauti yake, basi watu wanabarikiwa, wenye kuponywa wanaponywa, wenye kuinuliwa wanainuliwa, wenye wale waliokuwa wamedhoofika, sauti tu ya yule aliyekuwa kahaba sasa leo inaponya. Haleluya. Hii ni kwa sababu Yesu amekuja kama mwana mageuzi. Amemgeuza kahaba kuwa hila, mponyaji. Amemgeuza mlevi, mabangi mengi, leo amekuwa akisimama, watu wanasema yes, leo nimepokea. Haleluya. Hebu soma katika kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 7, twende kumalizia mahali pale. Kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 17. Haleluya. Haya na waamuru ninyi. Mstari wa 7. Yohana sura ya 15 mstari wa 7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Haleluya. Ninyi mkikaa ndani yangu na neno langu. Sasa hapa kuna vitu viwili ambavyo nahitaji tuvifanye tofauti. Ninyi mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu. Hapa baada ya na neno langu ndani yenu, mara nyingi tunakosea, lakini sio mmoja katika sisi hapa. Tunawekaga vitu fulani. Unakuta kuna mafuta ya upako, kuna chumvi ya upako baada ya neno la Mungu. Haleluya. Usiweke kitu kingine. Halafu ukishaondoa kila kitu, anasema ombeni. Yaani umesiji kama umeielewa hii sentence inasema nini? Ombeni mtakalo. Sio tu mtakalo, yaani mnalotaka lolote. Kwa hiyo sio yani hakai kwenye mpaka fulani, sehemu fulani anafika, sehemu fulani hafiki. Yupo katika kila popote. Yuko popote. Anataka uombe chochote unachokitaka. Lakini isije kwa unaomba kunitoa roho, alafu ukasema utafanikiwa. Ufanikiwi kwa jina la Yesu. Haleluya. Usiombe kunitoa roho. Mungu bado ananipenda, ananitunza. Hebu soma katika kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 4. Tasoma kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Amen. Haleluya. Mtu wa Mungu, haupo hapa kwa bahati mbaya.
wewe umechaguliwa. Kwa hiyo unahitaji sana kujitahidi. Nikiongea kujitahidi naeleweka? Jitahidi kutafuta utakatifu. Jitahidi kutafuta utakatifu. Mungu anaweza kufanya zaidi ya wanavyosema, zaidi ya wanavyokuambia, zaidi ya unavyosikia. Na kitu kimoja ambacho ninahitaji kukuachia zaidi, kuwa usiweke kitu cha wanachosema. Weka kitu kwenye maisha yako. Weka kitu Mungu anasema nini juu ya maisha yako, hicho ukiweke. Lakini ukiweka wanasema nini, huwezi kufikia kwenye malengo. Hivi unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Kwa nini mabinti wakati mwingine wanasema mimi huyu mchumba wa 6 na bado sijamuona kama atanioa? Unajua kwa nini? Kwa sababu mnakuwa wawili watatu. Sasa nikwambie kitu, tofauti na mabinti wa kwenye idara yenu, alafu muone mnajifunza kitu gani. Unajua mkijifunza, mabinti mara nyingine unakuta, sijui ushawahi kusikiaga habari hizo, yaani kijana mmoja kashavuruga binti huyu, binti huyu, binti huyu, binti huyu, kashavuruga. Mabinti zako hao washavurugwa. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, haya maji